zangu ambao tunashauriana na fikra hasa yeye ndo alianzisha hata huu muungano. Ni yeye hasa tulifanyia kwenye msikiti wake zamani kabisa, tukaanzisha kata 3. Baada ya hapo ikawa imeyumba, lakini tena akarudishia. Huyo ni vizuri uchukua fursa hii. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuba liman kana au tuba liman sama shahr Ramadan thumma atba'a bi sitti min ash-shawwal Allah wa ka'annama sama dahr. Furaha iliyoje baada ya siku 30 ambazo kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na siku 300. Siku 6 ambazo tumemalizia jana ni sawa na siku 60. Hiyo mwaka na siku 360. Sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman sala. Allahumma salatu wa salam على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. حاضرون ukiangalia upande huu naye mkuu wangu Sheikh Mustafa ambaye tayari ameshikilia ile aya ambayo mara nyingi namsikia anayesoma wa tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Lakini niangalie Alhabibu hiyo wakata ya Galapo, mchochekaji wa watu, alafu mpiga picha, mwandishi wa habari kujitegemea. Pia vile vile anatengeneza simu kama mbele wewe upeleke. Lakini mpenzi wa watu Sharifu yuko hapa, ni baraka kubwa sana kuungana na saba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimwache ndugu yangu, lakini niungane pia vile vile na kumshukuru mgeni rasmi ambaye kwa niaba ya waziri, ambaye pia vile vile naibu waziri wa mambo ya asilia, ni waziri kabisa asili na nini na madani asili ndio asili zenyewe ndio ya asili na wanyama pori sasa na tupige kitu watu kama sama wa nabii lele hadi tuliza kuja shambani kwangu hapa na mtoto hii ni hapa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo nataka mtu fulani yani inahadi sururi lakini pia vile vile al-muadham al-haji kwa pale Ngware sio Ngware kama upigwa wapi hapa hizo kazi. Pia vile vile naye pale ndugu yangu Sheikh Muhammad kutoka sisi kati kisisi ndio kwetu mara nikujaribu mpaka nikawa najua inshallah. Kini ndugu yangu pale kijana wangu Sheikh ni Sheikh wa baraza la masheikh wa wilaya mkoa Bwana Layo pale na wengine wapo, wengine si wajua, lakini nishukuru kwa nafasi hii. Madamu hii safu mpaka mwisho, hata sikuwajua lakini Mungu amewajua. Kama hamjulikana au ndugu zangu, nimepewa nafasi na mwenyekiti wangu. Niseme mwenyekiti wangu kwa sababu kwanza kabisa baraza hii Mwenyezi Mungu amenitilia taufiki. Amen. Tangu 92 nimeundwa pale kwenye msikiti wangu nikiwa sheikh wa kata na imamu wa msikiti. Pale Kashi ndio tumeweka tu kwenye level ya foundation nani lenta. Siku tunafungua au tunaibua hili baraza tukaweka maturubai kama haya. Tukafungua baraza letu la kata 3
Galapu, Kashi, Kisese katibu bara. Tukaendesha baadaye kazadikana Kikore. Leo tunasikia Gitololo. Nasikia na Masange naye yuko njiani anakuja. Mungu awalete wazi. Amen. Hatuna ubaguzi. Lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vile vile wa'tasimu bihamdillahi jamia wala tafarraqu. Niseme hivi ndugu zangu, huyu ndio mwenyekiti wangu alikuwa kipindi hicho. Si kwamba nimeangushwa kwenye kura. Wakati baraza hili linaendelea, nikampa kijana wangu na wambia bwana, sasa mimi kukimbia na barua bwana nitaanguka njiani. Nikampa kijana wangu anaitwa Maguo. Leo anaitwa katibu wa kata 5. Sheikh anambia sasa watu kuachaje? Anambia mimi wangu niacheni. Ukimbia sasa hivi ni mzee. Kama nitakuwa mshauri tu labda siku mkiniita nitakuja. Ndugu zangu, mafanikio ya swala hili. Wakati huo tulikuwa na masheikh kina Hassan Bebo, Mungu awape makazi mema. Amin Allah. Kina Abdullah Milondo, Mungu awape makazi mema. Amin. Na wengine wengi kina Sheikh Ali. Tulikuwa na ratiba ya kila shekhe ana mada maalum. Yaani mada zilikuwa haziingiliani. Sawa kabisa. Nikiwa kama katibu mada haziingiliani. Allah. Wazaka ni zaka tu. Usiingize tena sadaka ndani yake. Wahija ni hija tu. Wa elimu ni elimu tu. Sheikh Milondo alikuwa ni mjumbe wa kuzungumzia masuala ya ujenzi. Mafanikio tuliyofanikiwa. Msikiti wa Galapu ule umeanzishwa harambee rasmi na hili baraza nikiwa kama katibu. Baada ya kuvunja msikiti wa zamani ule, wamefyatua matofali yao, tukaingiza baraza la hili kama hili, halafu tukaendelea na harambee mpaka leo msikiti wa Galapu umekuwa na munawara. Sallallahu alaihi wasallam. Na isitoshe tu, hata msikiti wa Kashi pia vile vile umeendelea kuwa na huduma kupitia hili baraza. Kikori pia vile vile, ile msikiti wa Kikori ulikuwa bado hujajengwa, ulikuwa ni matofali, lakini baada ya kupata baraza hili tukaendelea kuunganisha mpaka kwa msikiti umekamilika. Msikiti pia vile vile wa pale ambaye kesho baraza linafanyika pale Sauna, nao kulikuwa bado msikiti wa zamani umevunja, kitu kaanzisha baraza. Haya baraza ndugu zangu imezalisha. Na miongoni mwa mafanikio tulibahatika kuwaingiza kutoka kwenye njia nyingi au kwenye upande wa pili kwa Waislamu watu 300 kwenye ratiba yangu. Watu 300. Kwa hiyo haya ni mafanikio na mpaka leo bado tuna mafanikio. Haya mafanikio ndugu zangu yanatokana na wa'tasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Tusigawanyike. Tukigawanyika hili baraza tutawaacha waumini mahala ambapo si salama. Leo mambo yamezuka kila jinsi. Kila aina za dunia zimezuka. Sasa haya mabaraza ya Sheikh mwenyekiti kama mwenyekiti, niombe na baraza lako la kiheshima na walimu wa kata nzima na mashehe wa kata nzima, tubuni kabisa au tuendeleze mshikamano ili kuvunja taswiri za watu ambazo zinapelekea watu kuivaa dunia kama koti wakaacha akhera. La ilaha illallah. Ala Muhammad. Watu wamevaa dunia kama koti wakaiacha akhera, na sisi ndio tutakayeulizwa. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabu min qabli ubadil wathan. Yote mwenye elimu alafu asifanyia kazi jinsi ilivyo, yeye atatambulia. Yeye ndio atafanya atatambulia. Sheikh wakati utatambulia kama hujatikaza. Allahu Akbar. Siangalia simu tu, angalia simu za peponi pia hizi. Mwenyezi Mungu ajalie kila. Amin Allah. Awake taufiki. Amin. Mimi kweli nilikuwa ni katibu na sasa nimepumzisha akili. Sio kama nimekataa. Sheikh bwana anambia bwana, ngoja nikupe kijana mwepesi kukimbia na baba. Mimi ni mzee sasa, alhamdulillah. Kwanza 92 mpaka leo tunaendesha baraza. Sheikh Mustafa